Na kama ulikuwa hutaki mtoto wako anioe, basi ungemkataza. Kila mtu akafanya mambo yake. Umejitahidi kuja kunifuata. Ila ninashukuru Mungu kwa kuja leo kwangu mimi kuongea na mimi. Maana nilikuwa nakutafuta sana. Hivi wewe unavyojiangalia unaanza kuolewa katika nyumba hii? Masikini mkubwa wewe. Kabisa nasherekea mwanangu akuwe mtu kama wewe. Una kichaa. Tena sikia nikwambie. Mimi wewe sikupendi. Na kaa ujue ninakuchukia. Na kama umefuata mali utuambulia chochote, utabaki na umaskini wako. Na hii nyumba utaondoka vile ninavyotaka mimi. Ukitaka kukaa utakaa kwa kutaka mumeo, lakini nikitaka mimi ukae mundani na utokaa, maana sikupendi. Sijawahi kuona mama wa ajabu kama wewe. Nilidhani nimepata mama ambaye anajiheshimu, lakini kumbe ni mwehu tu. Mtoto wako alinioa mwenyewe kwa upendo wake, sijamlazimisha. Alafu niolewe kwa kufuata mali. Kwa mali zipi? Mali zipi ulizonazo? Na nitakula sahani moja na wewe. Kamwe hutaweza kuniachanisha ndoa yangu mimi na mume wangu, hata kama mtoto wako akiwa upande wako. Ila naamini ipo siku atakuja kujua maovu yako, na nina wasiwasi sana na wewe. Inawezekana hata huyo Sarungi sio mtoto wako wa kumzaa. Nacho huko. Hebu niache. Na kuheshimu sana wewe mama, ila huko unapoelekea tutakuwa paka na panya. Na iwe hivyo. Kitoto wewe mdogo. Nimemzaa mwanangu mtu mzima, sebusa mtoto mdogo hivi. Na kuweza kabisa tena kutoa hata mwezi bado wewe. Nashindana na watu wazima, shindana na watoto. Mke wangu, hivi ulienda kumsikiliza Mama Joni? Nilienda. Mwanangu, si nilikwambia mke wako malaya? Katika pitapita zangu ko nimeona bora nikununulie kinga leo, hii ukilala na huyu mwanamke ujikinge. Hii mwanangu ndio ile kinga nalokuambia. Utumie ukiwa na mkeo, maana yule ameasilika. Ana ukimwi yule. Shika. Shika. Shika mwanangu. Kaasilika. Hivi we mama, unanichukuliaje mimi? Na kwa nini unaongea maneno machafu namna hii mbele ya mume wangu? Wamama wote duniani wanakuwa na busara na hekima, hasa kwenye ndoa za watoto wao. Unarudi ukiwa umelewa, alafu unaongea maneno machafu mbele ya mtoto wako. Unataka mtoto wako ajisikiaje? Chala, mnyamaza basi.
Kumbuka huyu ni mama yangu, sawa? Na siku zote mkubwa huaga hakosei. Inawezekana hicho ambacho anachokizungumza mama yangu kina ukweli ndani yake, kwa sababu mlevi huaga haongei uongo hata siku moja. Anachokizungumza kinakuwa kina ukweli mtupu ndani yake. Unaungana na mama yako pamoja na maneno machafu yote aliyoyasema. Alafu kabla ya kunioa mimi na wewe tulipima, ulinikuta nayo HIV. Unazungumza masuala ya kupima? Ni muda gani tangia mimi na wewe tuoane hapa umepita? Inawezekana hapa katikati wewe umetoka na mwanaume umeenda kutafuta wanaume zako, kwa maana amekupatia hiyo HIV. Na ndio maana unaletea kondomu ambazo zimetumika ndani kwangu. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Ikifika kesho asubuhi, mguu wangu moja kwa moja mpaka hospitali, tunakwenda kupima kwanza. Siendi hospitali yoyote. Kama huko kupima, utaenda wewe na huyo mama yako. Wewe unaongea nini wewe? Unaona mwanangu? Waasilika ndo anakuwa kama hivyo. Wajuli. Ukaasilika huyu. Nafikiri uongo. Nikuongopea nini mwanangu? Mimi siwezi kuongopea. Kameasilika kale. Sorry. Lakini mama, kwa nini lakini unakuwa na tabia kama hii? Hata siku moja sijawahi kukuona ukiwa umelewa. Leo ndo mara ya kwanza. Kwa nini unafanya pumbavu kama huu? Tunazalilishana mchana wote huu. Mwanangu, najiliwaza na maneno machafu huyu binti aliowasilika. Ana maneno machafu hapa nyumbani. Lakini waasilika ndo wakwaga hivi mwanangu. Chana naye. Wewe nivumilie, mimi mama yako. Chana naye. Takutafutia mwanamke mzuri. Chana naye. Sasa usichokielewa hapo nini? Si urudi tu mkoani. Mbona unapenda yani unapenda marumbano tu wewe, shida nini bana? Hivi kumbe una kichae? Yaani nirudi mkoani ili wewe uendelee kufanya wewe umalaya wako? Yaani nafanya kazi usiku na mchana. Na nusu ya mshahara wangu nakutumia wewe. Lakini hauna unachokifanya, ni ujinga mtupu. Alafu hata hiyo biashara leo niambia utaifanya. Kumbe uko unanidanganya tu. Bana, hebu fanya nilichokuelekeza basi. Mimi sipendi tubishane kila muda hapo unajua. Mungu wangu. Amana wewe na mimba. Mke wangu, yaani siku ya leo nimekumisi sana. Ningeomba kama tujalala basi tungeweza kuenjoy pamoja kwanza. Umemisi vipi mtu ambaye ameathirika? Subiri kesho tukapime. Tukirudi tutafanya. Sikia, hayo ni mambo madogo tu. Zile kondomu ambazo nimekuja nazo mama, hizi hapa. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunaweza tukazitumia. Baada ya hapo kesho tukaenda tukapime kwani tatizo liko wapi hapo. Unajielewa kweli wewe? Yaani mimi nitumie kinga kufanya mapenzi na mume wangu? Utakuwa umechanganyikiwa, sio bure. Chala, hebu usitaki kunipanda kichwani sasa hivi. Nimetoka sebuleni huko na furaha zangu kabisa. Nimekuja hapa ni enjoy mimi na wewe.
Acha kuniwekea vipingamizi ambavyo havieleweki. Kama swala la kupima tutaenda kupima kesho. Leo kinga hii hapo. Unataka tena kitu gani hapo? Hebu tafadhali naomba usitaki kuharibu hii furaha ambayo mimi niko nayo sasa hivi. Sikukatazi kumsikiliza mama yako, ila wewe ni mume, una maamuzi yako pia, na ukiendelea kumsikiliza mama yako akafanikisha hivyo anavyovifanya, utakosa kumlaumu baadaye. Usiku mwema. Kwa nini unatumia mimi vibaya? Au ni kwamba unaharibu pesa ovyo? Au unafikiria hii pasi ni kama ya kwenu kijijini ya mkaa si ndio? Lakini unaona ninachokifanya mama? Napasi nguo za mume wangu, na kila siku huwa nafanya hivi. Kabla ya kwenda kazini ni lazima nimpasie. Sasa hapo kosa langu liko wapi? Kama ni mke na unampenda mumeo, basi ungemhurumia na sio kutumia pesa ovyo. Hujui kwamba unazidisha bili mwisho wa mwezi? Nenda katafute pasi za mkaa huko nje na uje kumpasia mumeo, na sio kumaliza umeme ovyo. Hiyo pasi ya mkaa mimi naitolea wapi? Mbona kisilani sana we mama? Hata huko kijijini unapopaongelea, hizo pasi za mkaa hazipo. Hayo ni mambo ya zamani, sio kwa sasa hivi. Utajua unazitoa wapi. Kama umhurumii mume wako, basi mimi namhurumia mwanangu. Nilikuwa nakupenda sana mama yangu, ila kwa sasa hivi nakuchukia sana. Yaani natamani uondoke hata kwenye hii nyumba. Wewe unataka uondoke aende wapi? Hivi Chala, bila uwepo mama yangu hapa duniani, wewe ungenijua mimi? Ni mara ngapi nakwambia sitaki umpinge mama yangu kwa kitu chochote kile. Chochote kile anachokuambia wewe unatakiwa umfuate, kwa sababu hawezi kukuambia kitu ambacho hakina faida kwako. Kama hapa nakukataza masuala ya umeme, unatumia umeme mwingi, hela inazidi kuwa kubwa, wewe unashinda kumsikiliza. Kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Mimi ni mkeo na mamlaka yangu humu ndani kama mke. Sio muda wote nakuwa napelekeshwa na huyu mama yako. Kuna muda najiuliza, mama yako ndo amenioa au nimeolewa na wewe? Wewe chunga hizo koli zako unavyozungumza, sawa? Alafu tambua hapo unazungumza na nani. Sio tu unaongea maneno yako kipumbavu. Na kitu kingine, huyu ni mama yangu, tena mama yangu mzazi, na nampenda kuliko ambavyo wewe unavyofikiria. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho atakachokuelekeza unatakiwa ukifuate. Sasa ole wako ni kuona unampinga tena. Mpumbavu mkubwa wewe. Mimi naweza kwenda kazini bila hata zinguo kupigwa pasi, na hakuna mtu yote yule ambaye anaweza kaniuliza kitu chochote kile. Sikia wewe binti, umekuja kuolewa. Hii nyumba utaondoka. Uchawi wako utaufanyia kijijini kwenu na sio hapa.
Wewe wenzio akigonga mlango wanasimama huko pembeni, wewe umekuja umesimama katikati ya mlango, unataka kutuchungulia au? Samahani sana mama. Shikamoo. Hivi mimi na yeye nani anatakiwa kumwamkia mwenzie? Mtu mzima ovyo kama wewe, uone aibu kusimama hapo kuniamkia mimi? Mimi sina natakiwa nikuamkie wewe? Haya, mtoto wa 2000 kama mimi unaniambia shikamoo, unataka kuninyima nini? Alafu sikia, naomba uondoke maana kilichokuleta hapa nakijua. Basi naomba unisamehe sana mama yangu. Ila mimi nilikuwa nakuomba uniitie nizungumze naye kwa sababu na mazungumzo naye muhimu sana. Alafu mimi nafikiri unajua ni kiasi gani ambacho mimi nampenda binti yako. Nakuomba mamangu, naomba niitie nizungumze naye. Lo. Po. Uone taya wewe? Sikiza nikwambie. Naomba uondoke na usirudi tena hapa kukanyaga kwenye mlango wangu. Umenielewa? Naomba uondoke na usije ukakanyaga tena hapa kwenye mlango wangu, la sivyo utanijua mimi nani, mshenzi mkubwa wewe. Naenda sokoni. Utakula nini leo? Umepanga kuniwekea nini leo kwenye chakula? Hata kunitilia sumu ili nife. Mama, kuna muda wewe unajaribu kuelewana na mimi. Sio muda wote tu tunajibizana tu kwa kupigizana kelele. Saskia, naomba enda kalale. Na sokoni naenda mimi. Nataka nirudi nimpikie chakula kizuri mwanangu. Apumzike kula vyakula vyako visivyoeleweka. Basi sawa. Usinihesabie kwenye iko chakula. Mimi nitaenda zangu kununua chips nitakula. Tajua mwenyewe. Najua tu umetoka kuomba msamaha kwa huyo malaya wako. Ila mwenzio nina mimi. Wewe. Ina maana ile ilikuwa ni mimba kweli au? Kwani sisi tulikuwa tunafanya uongo? Na nikupe tu taarifa. Hii mimba si itoi. Kwa sababu naona kabisa huko ndio tunakuelekea. Kwanza kanitafutie chakula, maana mimi nahisi njaa. Tam. Please nakuomba. Hebu fanya maamuzi basi ya kuweza kurudi nyumbani kwenu. Kaendelee kufanya kazi zako. Yaani issue ni kwamba mimi Tam nitawezaje kuilea hiyo mimba? Hapa nilipo wenyewe kuna mambo kibaya yananichanganya kichwani. Yaani
sina chochote, yani sijiwezi kwa chochote, afu unaniletea mzigo kama huo, unaniambia una mimba. Tam, naomba ufanye maamuzi ya kurudi nyumbani kwenu. Mimi nilipo hapa sina hata kazi, yani sina hata kazi, mazingira yangu ovyo. Mimba yako nirudi nyumbani katese watu? Na hiyo kazi mimi naifanya vipi na hii mimba? Labda nikupe tu taarifa, mimi kazi nishaacha na nishampigia bosi atafute tu mtu mwingine. Wewe unataka kuniambia hata kazi pia umeacha? Yaani unaanzaje kuacha kazi kizembe hivyo? Tam, hebu acha masiara basi. Kuwa serious, unajua hiyo ni mimba, alafu acha masiara. Hebu rudi mkoani kwenu. Bana, kanitafute chakula. Mimi nipo ndani. Nina njaa sana. Hata mwanao huyu ana njaa pia. Mama, ina maana leo mundani hamjapikwa? Yaani mwacha mkeo ndani kuja kuniza mimi? Ndio navyokuambia mimi nitapika au? Chala! Chala! Bei! Wenzako na wake wa kueleweka, wewe na wama changudoa atakupikia kweli? Watakuwa na njaa. Kwa hiyo hichi ndo chakula ambacho umeniambia umeniandalia, si ndio? Mama, chakula alichomwandalia mume wangu kiko wapi? We binti koma. Tena akili zako zikae sawa. Mimi ndo kumpikia mwanangu na sio wewe? Hivi una akili timamu kweli? Huyo mumeo atakao umpikie na sio mimi. Hizo adabu za wapi? Ndio kwa nimefundishwa hivyo? Kwamba mama mkwe aje ampikie mume wako wewe. Au hujafundwa wewe? Lakini mama, wewe ndio ulisema kuwa niache kupika, unataka umpikie mwanao chakula kizuri. Sasa mbona unanibadilikia? Yaani niingie jikoni nianze kumpikia mume wako wewe ambaye ni mwanangu mimi, wakati wewe upo? Wewe binti una akili kweli? Tena ni mzima wa afya, wala hata umwi. Afu mimi nitoke huko nimpikie mwanangu? Sifanyi kazi hiyo. Hivi Chala, kwa nini kila siku unataka tu tugombane huko ndani? Lakini mume wangu, haya sio makosa yangu. Nyamaza wewe. Sio makosa yako, ni makosa ya nani? Ina maana kwamba unataka kumsingizia mamangu kwenye ujinga ambao umeufanya? Wewe haujui majukumu yako?
Kwa hiyo wewe unataka mama yangu mimi ndo niandalie chakula? Hivyo una akili kweli? Kwa mimi naona nimekuwa hapa kwa lengo gani? Kila siku unataka mimi nione mama yangu ni mbaya, kumbe wewe ndo mbaya. Mwangalie vile alivyo. Naomba nisamee mume wangu, nakiri kweli nimekosea. Kwa hiyo msamaha wako wewe utanisaidia mimi kushiba? Au utanisaidia mimi msamaha wako mimi kupata chakula? Hivi mbona unashindwa kujielewa? Lakini wewe, nisikilize wewe. Kama hii ndoa imekushinda, nitakupa talaka yako, rudi kijijini huko. Wapo wanawake kibao ambao wanahitaji ndoa. Siwezi kukaa na mwanamke mpumbavu kama wewe. Yaani kila siku tu ndani tunagombana, tunakosa amani. Basi naomba nipe nusu saa nikikuandalia chakula haraka haraka. Sihitaji chakula chako. Andae nusu saa yako ule mwenyewe. Pumbavu mmoja wewe. Nenda kula ninapopajua mimi. Talaka nginja nginja, talaka nginja nginja, na vyombo vyako kichwani, talaka nginja nginja, na vyote lako mgongoni, talaka nginja nginja, talaka nginja nginja, talaka nginja nginja. Talaka nginja nginja, talaka nginja nginja, talaka nginja.